Klabu ya Simba Sport ikiwa inajiandaa katika mashindano ya kimataifa, msemaji wa timu ya Simba Sport Ahmed Ally amezungumzia kuhusiana na maandalizi yao kuelekea katika mchezo huo. Kuelekea katika mechi hii, kutokana na ukubwa na umuhimu wake, pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela, lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu. Kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al Masry inasema hii tunavuka. Ukisha sema hii una pause kidogo, usiunganishe hii tunavuka. Alafu usiseme hii, lazima utolee tumboni sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka ina maana gani? Inamaanisha kwamba kwa misimu mitano tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo finali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu finali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hii imuingie kila mchezaji wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Hii imuingie kila shabiki wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Safari hii tunavuka. Lakini ningependa tu kuwapa taarifa kuhusiana na mchezaji wetu Shemalon Fondo, ambaye nyote mnafahamu ya kwamba alipata majeraha katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC. Kwa sasa Shemalon yuko Morocco akiendelea na matibabu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tayari ameshafanyiwa matibabu kwa awamu ya kwanza na sasa anaendelea vizuri. Tunasubiri madaktari watuambie baada ya matibabu ambayo amefanyiwa pengine atakuwa nje kwa muda gani, tutakuja kuwajulisha. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba wanasimba wamuombe kijana wetu aweze kupona kwa haraka, aje aipiganie Simba, kwa sababu tuna nusu finali na tuna finali na tuna mechi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunamhitaji hapo Shemalon Fondo aje kuongeza nguvu, tutimize malengo yetu. Kikosi chetu kinataraji kusafiri siku ya tarehe 28 alfajiri, kwa maana ya usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis. Tutaondoka na shirika la ndege la Egypt kwa maana Egyptian Air, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja takriban masaa 5 kutoka Tanzania mpaka Cairo, na tutatoka Cairo kuelekea katika mji wa Ismailia kuweka kambi yetu hapo, tukisubiri kuelekea Suez Canal katika mji ambao tutachezea mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kuelekea katika mchezo huo, wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, hapa namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, ambaye jana alicheza vizuri vibaya mno pale Morocco, lakini vile vile Shomari Kapombe, Baba Esther, pamoja naye Abdulrazak Hamza, Kibu Dennis, pamoja na Yusuf Ali Kagoma. Hawa ambao wako Morocco wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Morocco kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao. Lakini wachezaji wengine ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa, hapa namzungumzia striker ref kuliko goli Steven Desemukwala pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman, ambao wenyewe walikuwa na kibarua nchini Uganda, tayari wameshawasili Tanzania asubuhi ya leo. Moja kwa moja wanaingia kambini na watakuwa sehemu ya msafara kuelekea Misri kwenda kwenye mechi yetu dhidi ya Al Masry. Ndugu zangu waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla, tunakwenda kwenye vita kubwa kweli kweli dhidi ya Al Masry. Ni timu ngumu, tunaitambua hivyo, kwa sababu kufika robo finali haijawahi kuwa kazi nyepesi hata kidogo, hasa robo finali ya safari hii ya kombe la shirikisho, ambapo kila timu ni ngumu na kila timu imejipanga vizuri. Mnyama tunakwenda kucheza na Al Masry. Hakuna timu ya Kiarabu ama hakuna timu ya Misri ambayo unaweza ukaichukulia poa poa.
ni mpinzani mgumu kweli kweli, tunakwenda kukutana naye. Ni mpinzani bora kweli kweli, tunakwenda kukutana naye. Lakini tuseme tu ya kwamba safari hii tumejiandaa iwe iwavyo. Safari hii tumejipanga iwe jua iwe mvua. Safari hii tunataka kuvuka kutoka robo finali ambayo tumekuwa na mkwamo nayo kwa takriban miaka 5. Safari hii tunataka kuvuka na kwenda hatua ya nusu finali. Robo finali zote ambazo tulikuwa tukiishia, tulikuwa tunazichukulia kama sehemu ya mafunzo kwetu. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tumeshapata exposure na experience ya kutosha. Ukimuona Kibu Dennis alivyocheza jana dhidi ya wa Morocco pale Morocco, ni dhahiri shahiri ya kwamba tayari exposure na experience ya kucheza kwenye michuano mikubwa tayari imeshamuingia. Ukiangalia confidence aliyokuwa nayo Yusuf Kagoma, licha ya kwamba aliingia kipindi cha pili, lakini ule utulivu wake katikati ya dimba mpaka Amrabat akasanda akafanyiwa mabadiliko, ni ishara tosha kwamba vijana wetu wameshakuwa na exposure na uzoefu wa hali ya juu sana, na ubora wao huo waliokuwa nao ndio unakwenda kutuvusha safari hii kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Lakini kila mwana Simba ni lazima aichukue hii kuanzia sasa, pamoja na mipango na dhamira tuliyokuwa nayo ya kuvuka kutoka hatua hii ya robo finali kwenda nusu finali, lakini haitakuwa nyepesi hata kidogo. Tunakwenda kwenye vita kubwa, tunakwenda kwenye mapambano makali, na ndugu zanguni, kutana na timu zote Afrika hii, usikutane na timu za Misri. Timu ya Misri hata kama inashika nafasi ya 12 kwenye ligi yao, bado inasalia kuwa ni timu ngumu, ni timu bora. Ukiangalia kwenye michuano ya CAF hivi sasa, ni Misri pekee ndiyo ambayo imeingiza timu 4 kwenye michuano ya Afrika. Timu 2 zipo kombe la shirikisho, timu 2 ziko ligi mabingwa Afrika. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba wana ligi nzuri, wana ligi bora, na ndio maana timu zao zote 4 zimefanikiwa kufuzu na kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo hakuna mwepesi hapo, awe Zamalek, awe Pyramids, awe Al Masry, awe baba yao Al Ahly. Hiyo mechi ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunakwenda kucheza na Al Masry tukifahamu ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu usiyomithilika, na inawezekana tangu tumeanza hatua ya makundi na hatua ya kufuzu msimu huu, hii ikawa ndiyo mechi yetu ngumu kweli kweli tunakwenda kucheza. Lakini pamoja na ugumu huu, dhamira yetu ambayo tumejiwekea safari hii ni kufuzu kwenda hatua ya robo finali, nusu finali, na insha Allah tutafuzu kulingana na ubora tuliokuwa nao.